Dunia hakuna mtu ambaye hasubiri kitu. Yaani yoyote duniani kuna kitu ambacho anakisubiri. Yoyote ambaye yupo duniani kuna jambo ambalo analisubiri. Awe mtoto, awe mkubwa, kuna kitu ambacho anakisubiri. Kama mzazi anaweza kumsubiri mtoto wake labda akikua. Yaani kuna vitu ameweka, anasema mwanangu namsubiri mwanangu afike hatua fulani. Kwa hiyo kwenye kila hatua kila mtu kuna kitu ambacho anakisubiri. Kwa hakuna mtu duniani ambaye hakuna kitu ambacho anakisubiri. Sasa katika kitu chochote ambacho unakisubiri, unatakiwa ufanye nini katika wakati huo wa kusubiri? Kwa sababu kuna vitu ambavyo unaweza kuwa umepata, au kuna vitu ambavyo unamuomba Mungu unaona kama uvipate, lakini sababu kubwa ni kwa sababu upo kwenye kipindi cha kusubiri. Yaani tumetofautiana, kila mtu kuna kitu ambacho anakisubiri. Ukienda maeneo tofauti tofauti, kila mtu ndani ya moyo wake kuna jambo ambalo analisubiri. Kuna watu wanasubiri zaidi ya miaka 10. Kuna watu wanasubiri zaidi ya miaka 3. Kuna watu ni wajawazito, anasubiri ajifungue miezi 9. Kwa yupo kwenye subira. Kile kipindi chake ni kipindi cha kusubiri. Kwa kuna watu pia wengine kuna kitu ameahidiwa, kwa anasubiri. Kwa maisha yake anasubiri kile kitu. Kwa kila mtu kuna kitu ambacho anakisubiri. Kila mtu kwenye maisha haya kuna kitu ambacho anakisubiri usiku na mchana, kwamba nipate kitu fulani. Kwa hiyo katika hayo maisha ya kusubiri unatakiwa ufanye nini? Kwa sababu kuna watu wengine katika kusubiri kwao huko anajikuta amekosa hata imani, au amepoteza imani yake kwa Mungu. Hasa ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 5 na ule mstari wa pili, nianze wa kwanza, anasema baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethesda, nayo ina matao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete na waliopooza, wakingoja maji yachemke. Umeona hicho kitu? Wakingoja maji yachemke. Maana yake walikuwa katika hali ya kungoja. Hasa kuna watu wengine walisubiri zaidi ya miaka 38. Kuna watu walisubiri zaidi ya miaka 10. Wapo hapa. Anasema walikuwepo wakisubiri maji yachemke. Kwa hiyo walikaa katika jamii au katika eneo ambalo hawajui lini muujiza wake utakuwepo. Kwa hiyo kila mtu amekaa kwamba sijui nitafunguliwa kesho, sijui nitafunguliwa kesho kutwa. Moyo wake umebeba kusubiri. Moyo wake umebeba kusubiri. Kuna vitu vingi ambavyo unavisubiri. Yaani kuna vitu ambavyo yawezekana hata zaidi ya miaka 10 unasubiri. Hasa huyu, kuna mtu alisubiri zaidi ya miaka 38. Alikuwa ni mgonjwa aliyekabilikani miaka 38. Kwa hiyo kipindi chote hicho alikuwa anasubiri. Kipindi chote anasubiri, anajua kuna siku. Ndio maana Yesu alipomjia akasema wataka kuwa mzima, akamwambia mimi sina mtu wa kunitia birikani. Sina mtu wa kunitia birikani. Kwa nini? Alikuwa anasubiri. Kwa hiyo katika maisha yake miaka 38 alikuwa anasubiri mtu wa kumtia birikani. Kwa hiyo alikuwa kwenye maisha ya kungoja, maisha ya kusubiri. Kwa kuna kitu ambacho alikuwa anakisubiri, na katika kusubiri kwake alikuwa haoni chochote, haoni matokeo yoyote. Na ndio maana hata Yesu siku amekutana naye akamwambia wataka kuwa mzima, akamwambia sina mtu wa kunitia birikani. Kwa sababu hata yeye mwenyewe alikata tamaa kwamba haiwezekani. Yaani katika kusubiri kwangu huku nimechoka, siwezi nikapokea kitu. Kuna watu wanaumwa kama hao, walikuwa ni wamepooza, vipofu, wapo. Hasa kuna watu wengine anaumwa ugonjwa ambao amechoka kusubiri, anasema bora nife. Kwa hiyo amekosa kusubiri uponyaji, kwamba mimi siwezi kupona, bora nife. Kwa kuna kitu anakisubiri, anasema mimi nimechoka. Sasa kuna haja gani ya kuendelea kuishi? Mpaka mtu amekata tamaa, anatamani mpaka afe. Amepoteza tumaini la kusubiri tena. Hasa sikiliza. Maombolezo, kitabu cha Maombolezo ile sura ya 3 na ule mstari wa 25. Kitabu cha Maombolezo ile sura ya 3 na ule mstari wa 25. Angalia kitu Biblia inachosema. Inasema hivi: Bwana ni mwema kwao wamngojeao,
kwa hiyo nafsi imtafutayo. Maombolezo sura ya 3 na ule mstari wa 25 anasema Bwana ni mwema kwao wamngojao. Kuna watu ambao wanangoja vitu. Kwa hiyo hakuna mtu aliyewahi kupoteza au hakuna mtu aliyewahi kukosa kwa kusubiri. Ndio maana Biblia inasema Bwana ni mwema kwao wamngojao. Kwa hiyo Biblia inafahamu kabisa kwamba kuna watu, kuna vitu ambavyo wanavingojea. Kwa hiyo kama kuna vitu ambavyo watu wanavingojea, Biblia imetoa jibu kwamba mimi Mungu ni mwema kwa hao wanaoningojea. Kwa hiyo kila mtu kuna kitu ambacho anangoja. Kuna mtu anangoja kazi, kuna mtu anangoja afanye hivi. Yaani kila mtu kuna kitu ambacho anakingojea. Kila mtu, na kadiri siku zinavyozidi kwenda ndivyo ambavyo unangoja. Yaani unangoja vitu vingi, unasubiri vitu vingi, nifanye hivi. Hata Yesu mwenyewe aliwaambia wanafunzi kipindi fulani kwamba kaeni hapo msitoke, muingoje ahadi ya Baba mpaka mtakapojazwa Roho Mtakatifu. Maana yake mkae katika mkao wa kusubiri. Kwa hiyo kama hutaki kusubiri, usahau kupata. Katika maisha, katika kumtumikia Mungu, hata kama kuna jambo ambalo umelisubiria kwa muda mrefu, kubali kusubiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inazungumza kwamba Bwana ni mwema kwao wamngojeao, kwa hiyo nafsi imtafutao. Kwa kuna nafsi ambazo zinamtafuta Bwana. Kwa hiyo wewe kuna kitu ambacho unamtafuta Bwana, unasema Mungu naomba unifanyie hichi kitu. Biblia inasema Bwana ni mwema kwao wamngojeao. Naomba nisikilize, nisome andiko moja tumalize. Isaya 40 na ule mstari wa 31. Biblia inasema hivi. Taanza mstari wa 30. Isaya 40 na ule mstari wa 30. Anasema hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Bali wao wamngojeao Bwana, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Kwa hiyo inawezekana umechoka. Yaani umechoka. Yaani unaona huwezi kuendelea tena. Yaani kuna vitu nishawaisema unashindwa hata kumuelezea mtu. Sio huwezi kumuelezea, ila hauna namna hata kueleza unashindwa. Lakini Biblia inasema bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Kwa kipindi ambacho unaona huwezi kufanya, nimechoka, liwalo na liwe. Yaani kuna wakati ambapo akili yako inasema liwalo na liwe, kama basi iwe basi. Kitakachokuwa ndo kiwe, kitakachotokea ndo hicho hicho. Hiyo ni ishara huyu mtu amepoteza nguvu. Alafu kwenye kitabu cha Mithali anasema uzimiapo siku ya taabu nguvu zako ni chache. Biblia ndivyo inavyozungumza. Uzimiapo siku ya taabu nguvu zako ni chache. Kwa nguvu huwa zinapotea, lakini Biblia inazungumza wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Kwa hiyo nguvu mpya tunazipata kutokana na kusubiri. Kwa hiyo kadiri unavyosubiri unapokea nguvu mpya. Kwa kuna wakati umekosa kusubiri na umekata tamaa kwa sababu umekosa nguvu mpya, Mungu akashindwa. Kwa hiyo wewe kusubiri kwako, uvumilivu wako ndo njia ya Mungu kufanya kitu kwako tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Usichoke kungoja, usichoke kumsubiri Mungu. Mungu hajawahi choka kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hajawahi kuchoka kufanya, wala Mungu hajakusahau. Kwa usichoke, endelea kusubiri, endelea kumsubiri Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame. Nadhani kwa ufupi kuna kitu ambacho Mungu ameachilia, lakini pia nenda katafakari, endelea kutafakari. Usichoke kumngoja Bwana. Kuna vitu vingi ambavyo unasubiri na kuna mambo mengi ambayo unasubiri Mungu akufanyie, mengi sana. Kwa hiyo katika hayo mambo wewe ndio unajua. Kwa hiyo nikisema kuna mambo ambayo unayasubiri, wewe ndio unajua kuna jambo fulani nalisubiri, kuna jambo fulani sijalitimiliza, kuna jambo fulani nimelianzisha sijalitimiza. Tunamwamini Mungu ambaye anaishi na tunamwamini Mungu ambaye yuko sasa. Kwa hiyo mwambie Mungu kuna vitu ambavyo nasubiri. Umesema bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya.
Mwambie Mungu, nipe nguvu mpya. Nimechoka, ninaomba nguvu mpya. Wewe unajua kuna sehemu gani ambapo umechoka? Mwambie Mungu, ninaomba nguvu mpya nisogee tena. Yaani mimi nimefika mwisho. Sina namna. Mwambie Mungu, nimechoka, ninaomba nguvu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunaomba tuende kwenye maombi moja kwa moja. Baba, katika jina la Yesu, Mungu mtakatifu, Mungu mwenye enzi. Jina lako ni kubwa, jina lako ni kuu, wewe Mungu mwaminifu. Asante Mungu kwa ajili ya uaminifu wako, asante Mungu kwa sababu ya nguvu zako. Umesema vijana